Maswali ni mengi, watu wanajiuliza ni nani sasa atakayeweza kurithi kiti cha Papa Francis? Ni nani ataweza kurithi? Majina 9 ya makardinali tayari yameshatumwa kule Vatican. Tukumbuke Machi 13 mwaka 2013 ndipo alianza kufanya kazi yake akichukua kiti ambacho kilikuwa kimeachwa na mtangulizi wake Benedict wa 16 akiwa ni Papa wa 266. Sasa atakayekwenda kutafutwa ni Papa wa 267. Papa Francis alizaliwa Desemba 17 mwaka 1936 kule Argentina. Aprili 21 mwaka 2025 hayuko tena duniani. Majina 9 tayari yameshatumwa Vatican kwa ajili ya kumpata mrithi wake, na hapa nipo kwa sababu hiyo tu ya kuyataja hayo majina na kuangazia hawa waliotajwa duniani kote. Kwa nini wapatikane tu hawa 9? Wa kwanza kwenye hii orodha anaitwa Pietro Parolin, ana umri wa miaka 70. Huyu ni Muitali. Sifa yake kubwa hasa mbali inatajwa inawezekana ikamfanya akawa mrithi wake. Inaelezwa kwamba amekuwa katibu wa mambo ya nje wa Vatican tangu mwaka 2013, akichukua nafasi muhimu katika masuala ya kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na mazungumzo nyeti na serikali ya China na Mashariki ya Kati. Kwa hiyo sifa yake kubwa hasa ambayo alikuwa akifanya kazi kwa uadilifu mkubwa inawezekana ikampa nafasi. Mwingine kwenye hii orodha nilionayo, huyu anaitwa Luis Antonio